Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport. Tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zilizojiri barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 5 Januari 2026. Na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Karibuni, tuanze moja kwa moja na kule darajani Stamford Bridge. Tunakutana na vigogo Chelsea. Klabu ya Chelsea inamfuatilia kiungo wakati wa Newcastle United Sandro Tonali kwa lengo la kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Italia mwenye umri wa miaka 25 msimu huu. Hapo awali iliripotiwa kwamba Juventus ndio ambao walikuwa wanamtaka Tonali, lakini Chelsea inaungana na Juventus kwa ajili ya kuweka kinyang'anyiro cha kumtaka mchezaji huyo. Kwingineko, klabu ya Real Madrid inaendelea kumfuatilia kiungo wakati wa Hispania Rodri, lakini haitamchukua mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 msimu huu mpaka ule msimu ujao wa joto, ambapo mkataba wake utaelekea kumalizika. Maana kwa sasa Manchester City bado hawako tayari kumuuza Rodri. Hivi klabu ya Real Madrid inaendelea kuangalia namna ya kushawishi ili waweze kumpata Rodri. Tukirejea tena katika klabu ya Chelsea, klabu ya Chelsea inajipanga kutoa kitita kinono cha euro milioni 150 mpaka milioni 30 kwa kiungo wakati wa England na Aston Villa Morgan Rogers mwenye umri wa miaka 23. Chelsea mara baada ya kumtimua kocha wake Enzo Maresca imejipanga kuimarisha kwa upya timu yao, na ndio maana kwa sasa wanamtaka kiungo huyu Rogers. Lakini tena tukisalia hapo hapo Chelsea tena imeandaa kitita kingine kinono cha euro milioni 30 hivyo kwa ajili ya mchezaji wa Real Madrid Vinicius Junior. Chelsea mara baada ya Madrid kuripoti kwamba kuna hali ya sintofahamu kati ya kocha wao na Vinicius, na klabu ya Chelsea inaangalia uwezekano wa kumshawishi Vinicius, kama atashawishika nao waweze kumnunua. Klabu ya Chelsea imejipanga kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kusajili. Wameripoti kumtaka Tonali, Rogers pamoja na Vinicius Junior. Tukiendelea pale pale Uingereza, na klabu ya Aston Villa wanamtaka winga wa Misri Omar Marmoush mwenye umri wa miaka 26 ambaye amekuwa akipambana kupata muda wa kucheza mara kwa mara katika klabu yake ile ya Manchester City. Marmoush tangu amejiunga na Manchester City amekuwa hapati nafasi ya kuanza mara kwa mara. Hiyo ni kutokana na uwepo wa Erling Haaland kwenye nafasi yake pamoja na wengine kama wakina Nico, kina Foden. Hivyo basi anajaribu klabu ya Aston Villa inajaribu kumshawishi ili aende kwao ambako atapata muda zaidi wa kucheza. Kwingineko, mchezaji Carlos Baleba ambaye ameendelea kutikisa kwenye michuano ile ya AFCON, kiungo huyu namba 6 wa Kameruni. Liverpool wamejiunga na Manchester United pamoja na Tottenham katika kinyang'anyiro cha kumsajili Baleba mwenye umri wa miaka 21. Counts Offside wanaripoti kwamba mwanzoni ilikuwa ni Manchester United ambao wana nguvu zaidi kwa kuonyesha nia ya kumtaka, lakini sasa upinzani unapatikana kwa klabu ya Liverpool pamoja na Tottenham. Kwa hiyo vigogo wanaendelea kuumiza vichwa namna ya kumpata Baleba. Kwingineko, tukienda paka pale Crystal Palace katika kiungo wao mkabaji Adam Wharton kutokana na kiwango kizuri anachoendelea kuonyesha uwanjani, klabu ya Real Madrid, klabu ya Chelsea, Liverpool, Manchester City pamoja na Manchester United, vigogo hao wakubwa wote wana nia ya kumtaka mchezaji huyu Wharton. Wharton mwenyewe atakuwa na kazi ya kuchagua endapo atataka kuondoka pale Crystal Palace. Na hapo awali Wharton mwenyewe alishasema anataka timu ambayo inacheza ligi ya mabingwa. Hivyo timu hizi ukiziangalia zote ziko ligi ya mabingwa kasoro tu Manchester United. Hivyo Wharton atakuwa na nafasi mwenyewe ya kuchagua. Kwingineko, klabu ya AC Milan inamfuatilia mlinzi wa Uholanzi Nathan Ake mwenye umri wa miaka 30 huko Manchester City, huku wakitathmini chaguzi kadhaa. Ake ambaye kwa sasa amekuwa hapati nafasi ya kucheza mara kwa mara, klabu hiyo ya AC Milan inamhitaji ili wao wakampe nafasi ya kucheza. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo tulizonazo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Itakufanya uwe nasi wakati wote na kuendelea kupata kila taarifa ya kimichezo tunayokuwekea. Pia unaweza ukalike kwenye video yetu ili kuendelea kuipa nguvu zaidi channel yetu ya kimichezo ili iendelee kukuletea habari mbalimbali za tetesi za soka barani Ulaya. Karibuni sana. Bye bye.